Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo tunazungumzia vyakula vinavyoongeza damu mwilini haraka. Ni vyakula vya aina gani? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Proteins ndani ya chembe hai nyekundu za damu, maarufu kama hemoglobin, huweza kutumika katika kuangalia kiwango cha damu ambacho mtu anacho. Na kwa kutumia hizo, tunaweza kusema mtu huyu ana damu nyingi au ana upungufu wa damu mwilini. Kiwango cha kawaida cha damu kwenye mwili wa binadamu hutofautiana kati ya jinsia moja na nyingine. Hapa ninamaanisha mwanamke na mwanaume tunaweza kuangalia viwango tofauti vya damu kulingana na jinsia zao. Lakini pia tofauti hii inaweza kuonekana kwa mama mjamzito kutokana na hatari ya kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua. Kwa haya ni makundi ambayo tunaweza tukaangalia viwango vya damu tofauti kulingana na kundi husika. Lakini hatuangalii viwango vya damu katika video ya leo. Tunaangalia vyakula vinavyosaidia kuongeza damu mwilini. Viko baadhi ya vyakula vingi ambavyo vinaweza kusaidia katika harakati za kuongeza damu kwenye mwili wa binadamu. Na baadhi ya makundi ya vyakula hivyo tumekutajia kwenye video hii. Namba 1. Baadhi ya matunda husaidia kwa kiwango kikubwa katika kuongeza damu mwilini. Matunda hayo ni pamoja na matunda damu, zabibu, machungwa, maembe, nyanya pamoja na strawberries. Ulaji wa mboga mboga kama vile matembele, spinach, sukuma wiki na kadhalika husaidia kwa kiwango kikubwa kuongeza damu mwilini. Unashauriwa kupendelea kula mboga za majani, hasa mboga jamii ya matembele. Mboga hizi zitakusaidia katika kuongeza wingi wa damu mwilini. Lakini pia pendelea kula vyakula vyenye viwango vizuri vya madini aina ya chuma. Hapa namaanisha vyakula kama vile maharage, nyama au hasa maini. Matumizi ya juisi mbalimbali kama vile juisi za rosella, beetroot, tikiti maji, karoti au nyanya huongeza damu kwa kasi sana. Hivyo pendelea kutumia aina hizi za juisi. Na wakina mama wengi wajawazito wanapendelea kutumia rosella au juisi za beetroot. Vitu hivi vinaongeza damu kwa haraka sana. Lakini zipo njia nyingine za kuongeza damu katika mwili wa binadamu, ambazo njia hizo huhusisha matumizi ya aina mbalimbali za dawa. Mfano, dawa aina ya fefo au folic acid, ambapo dawa hizi zina kiwango kikubwa cha madini aina ya chuma ambayo yatasaidia utengenezaji wa haraka wa damu na hivyo kuongeza kiwango cha damu mwilini. Lakini endapo mgonjwa yuko katika hatari au hali mbaya zaidi ya kuishiwa na damu, ndipo njia za haraka zaidi hutakiwa kutumika. Njia hizo ni pamoja na kutundikiwa damu moja kwa moja kwa njia ya drip. Kwa hizo ni baadhi ya njia ambazo zinaweza kutumika katika kuongeza damu kwa haraka zaidi. Je, una shida yoyote na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako. Nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.